majeshi, utukuzwe na uinuliwe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Mbali Bwana umenileta, mbali Bwana umenisaidia, mbali Bwana umenipigania, mbali Bwana umenishika kwa mkono wa kuume wa haki yako Bwana. Na kutukuza wewe Baba, 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 na kutukuza Mungu wa baraka, na kutukuza mwenye nguvu, na kutukuza mwenye uwezo, na kutukuza mwenye mamlaka, katika jina la Yesu. O Bwana utukuzwe, o Bwana utukuzwe, o Bwana utukuzwe. Uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana. Oh Bwana wastahili, wastahili Bwana. Kama si wewe Bwana tungelifika hapa Bwana. Nimegharimu mkono wako, nimegharimu nguvu zako Bwana. Tunakupa sifa asubuhi ya leo, nakupa utukufu asubuhi ya leo. Umekuwa mwema sana Bwana katika njia zetu Bwana, wastahili Bwana, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa, unastahili Yesu Amen. Niweke microphone vizuri. Unaweza kupata nafasi ya kuketi. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe asubuhi ya leo katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kukuombea mwaka huu ya kwamba uwe mmoja wa wale wanarauka kuanza na maombi. Bwana asifiwe sana. Ni baraka, ni hekima kuanza na maombi, ni ya maana sana katika maisha yako. Na pia ni tabia nzuri kuamka mapema. Pia ni nini? Ni tabia nzuri, na mwili wako unapaswa maisha yako yote iwe imezoea kuamka asubuhi. Hata kama hauendi mahali, eti inafikaka saa fulani, inafika saa 11, mwili inafanya nini?
Nasema mambo ya kulala imefika mwisho. Ni tabia nzuri na ni vizuri kuamka mapema. Hao watu unaona wanafanikiwa ni kwa sababu ya kuamka mapema. Hauwezi lala na mambo yende vizuri. Kulala kwako kuna kuchelewesha. Karibu sana katika jina la Yesu. Pia kuanza mwezi wa pili, na tumeingia juzi tu hapa, ndio tuliingia Januari na sasa tumefika mwezi wa pili. Si kuna Mungu ambaye anatusaidia, si kuna Mungu ambaye anatuongoza. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu, na vile tumemaliza Januari, natangaza utamaliza hii mwaka kwa jina la Yesu. Vile ulimaliza Januari bila kukuwa mgonjwa, natangaza uendelee bila kuwa mgonjwa. Vile umemaliza Januari bila kupata ajali, natangaza uendelee bila kupata ajali. Natangaza kwa jina la Yesu iwe patani yako ya mwaka huu katika jina la Yesu. Sema amen. Exodus chapter 1 verses number 7 and 8. And the children of Israel, number 1, they were fruitful, increased abundantly, and multiplied, and became exceedingly mighty, and the land was filled with them. Verses 8. Now there arose up a new king over Egypt, who did not know Joseph. And he said to his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal wisely with them. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tunafanya maombi wiki hii kinyume na roho tatu ambazo nitaomba. Hata ukiwa nyumbani, enda pigana na hizi roho. Bwana Yesu asifiwe. Enda pigana na hizi roho kwa maisha yako. Nambari ya kwanza ni roho ya kuinuka. Roho ya kufanya nini? Ya kuinuka. Nambari ya pili ni roho ya kukuja. Roho ya kufanya nini? Ya kukuja. Na nambari ya tatu ni roho ya kutokezea. 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 Bwana asifiwe. Haleluya. Roho ya kuinuka, roho ya kukuja na roho ya kutokezea. Kuhakikisha hauongezeki. Malengo ni nini? Kuhakikisha hauongezeki kivyo vyote. Malengo ya hizi roho tatu, aidha imekuja, aidha imeinuka, aidha imetokezea, malengo yake, target yake rasmi ni kuhakikisha hakuna kuongezeka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unajua, kimaisha unapaswa kuongezeka, kibiashara unapaswa kuongezeka, kifaida unapaswa kuongezeka, kiafya unapaswa kuongezeka. Chochote ambacho unakifanya kinapaswa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za kwanza ambazo Mungu alibariki nazo wanadamu ni baraka za kuwawezesha zaeni muongezeke. Zaeni muongezeke. Kwa nini bado mwanadamu yuko duniani? Kwa sababu bado anazaana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini bado wanyama wako wengi? Kwa sababu bado wanazaana. Kwa nini kizazi hakiishi? Kwa sababu bado kinazaana. Kwa nini biashara yako haitakufa? Kwa sababu biashara yako inazaana. Na biashara yako inapaswa kuzaa faida. Mtoto wa biashara ni faida. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yako inapaswa kuzaa afya bora. Unapaswa kuendelea kuongezeka katika afya. Nasi pia tunapaswa kuendelea kuongezeka katika kumjua Mungu, kwa sababu tumebarikiwa. Popote tutapatikana, tunapaswa kuongezeka.
Inua mkono juu, sema natangaza kuongezeka. Sema natangaza kuongezeka. Sema nimebarikiwa kuongezeka. Sema nimebarikiwa kuongezeka. Nimebarikiwa kuongezeka. Nimebarikiwa kuongezeka katika mambo yangu yote. Nimebarikiwa kuongezeka katika elimu ya Mungu. Nimebarikiwa kuongezeka katika maisha. Nimebarikiwa kuongezeka katika jina la Yesu. Nimebarikiwa kuongezeka. Nambari ya 3, mbinu ya kuhakikisha usiongezeke. Tumesema namba 1, roho ya kuinuka, roho ya kukuja, roho ya kutokezea. Kwa nini? Malengo ni kuhakikisha hautaongezeka kivyo vyote. Sasa nambari ya 3, wanatumia mbinu gani kuhakikisha hautaongezeka? Verse 10, kujeni to deal na wao kiakili. Inasema let us do what? Come, let us deal wisely with them. Kwa hivyo ni mbinu gani wanatumia? Wanatumia mbinu ambayo sio rahisi kujua, unapunguzwa, unasababishwa usiongezeke. Sasa tunataka kuomba kila roho ambayo imeinuka kuhakikisha inakurudisha square one. Kwa roho inainuka kuhakikisha inarudisha wateja wako, inapunguza wateja, inapunguza mambo katika maisha yako, inapunguza usiongezeke. Kumbuka verse 7 nimesema aje? Na wana wa Israeli walikuwa wengi katika huo mji, and the land was filled with them. Wao ndio walikuwa wamejaa katika hiyo mji. Lakini shida ni nini? Hii roho iliyoinuka, hii roho iliyokuja, hii roho iliyotokezea iliona wana wa Israeli ni wengi. Natangaza asubuhi ya leo, kila roho isiyotaka kukuona ukiwa wengi, natangaza uonekane ukiwa wengi katika jina la Yesu. Kila roho ambayo haitaki kuona wateja wengi kwa biashara yako, kila roho ambayo haitaki kuona ukiongezeka katika kila jambo, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda. Biblia inasema akainuka mfalme kutawala Misri asiyemjua Yusufu, akaambia watu wake, angalia wana wa Israeli ni wengi. Ninatabiria maisha yako mwaka huu uonekane ukiwa wengi katika jina la Yesu. Wateja wako wawe wengi, faida iwe mingi, kazi iwe mingi, afya iwe mingi, amani iwe mingi, ushindi iwe mingi. Natangaza roho ya wengi. May the Lord multiply you. May the Lord multiply you. Multiplication anointed. Ipakushanda rabasanda. Mekutele meseria. Utaonekana ukifanya vizuri. Utaonekana ukifanya vizuri mwaka huu. Waone ukifanya vizuri. Uonekane ukifanya vizuri. Uonekane ukifanya vizuri. Biashara yako ionekane ni nzuri. Maisha yako ionekane ni nzuri. Natangaza uonekane unafanya vizuri. Uonekane unaendelea vizuri. Akasema angalia wana wa Israeli ni wengi. Si maadui zako wakuone unafanya vizuri, wanaotarajia ufanye vibaya. Sio uonekane unafanya vizuri, sio uonekane unafanya vizuri kwa hiyo ofisi, sio uonekane unafanya vizuri katika hiyo huduma, sio uonekane unafanya vizuri.
Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Hawa ndio masters na wamefanya wana wa Israeli kuwa slaves. Bwana asifiwe. Haleluya. Natangaza chochote kilicho kinyume na wewe kione unafanya vizuri. Mtu yoyote anatarajia kuona ukianguka, aone ukienda juu. Natangaza uonekane ukienda juu. Mtu yoyote aliye kinyume na wewe aone tofauti juu yako, aone tofauti juu yako, aone tofauti juu yako, aone tofauti juu yako. Kibiashara uonekane tofauti, kifamilia uonekane tofauti, kiafya uonekane tofauti, kimaendeleo uonekane tofauti. Wote wamejawa na matarajio mabaya juu yako, waone tofauti juu yako, waone tofauti juu yako. Wanaozania wanaweza wakakupiga, wakuone uko na nguvu. Wanaozania wanaweza wakakuangaisha, wakuone uko na nguvu. Wanaozania wanaweza wakakuroga, wakuone uko na nguvu. Wanaozania uwezi endelea, waone ukiendelea, waone ukiendelea, waone ukiendelea, waone ukiendelea, waone ukiendelea. Ambao wamekufikiria kwa miaka mingi, waone uko na nguvu, waone uko na nguvu, waone uko na nguvu. Katika huyo mfalme aliyeinuka alijua hawa watu raundi hii watakipatapata. Alijua raundi hii wana wa Israeli mtanijua mimi ni tofauti. Lakini alienda kukutana na mshangao, akapata hao watu ni wengi kushinda vile alikuwa anatarajia. Natangaza yeyote anao matarajio mabaya juu yako ashangazwe katika jina la Yesu. Ashangazwe kwa jina la Yesu. Ashangazwe katika jina la Yesu. Alikuwa anatarajia watu ni wachache, nitawafinyilia vile ninataka. Hawa watu ni wachache, nitawafanya vile ninataka. Lakini alipoenda akapata ya kwamba hawa watu ni wengi. Nimekuja kusema adui anapaswa kukuona ukiwa wengi. Nasema adui anapaswa kukuona ukiwa wengi. Kwa chochote unachokifanya unapaswa kuonekana wewe ni wengi katika hiyo hali, katika jina la Yesu, sema amen. Maandiko inasema kwamba akasema ni wengi kuliko sisi. Yeyote aliye kinyume na wewe uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda. Aliye kinyume na wewe uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda. Anayetafuta kukuhangaisha uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda, uende zaidi kumshinda. Wakikuendea kwa waganga wapate uko na nguvu kuwashinda, uko na nguvu kuwashinda, uko na nguvu kuwashinda. Popote wataenda ili wakuweke chini, wapate uko zaidi, 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 wapate uko zaidi. Wakikuendea kwa wakubwa ili wakuangushe, wapate umejuana na wakubwa, wapate umejuana na wakubwa katika jina la Yesu. Biblia inasema ni wengi kuliko sisi. Sema Bwana Yesu, mwaka huu niongeze kushinda walio kinyume nami, niongeze kushinda wanaonichukia, niongeze kushinda walio kinyume na mimi, niongeze kushinda wanaonitakia mabaya, niongeze Baba, niongeze Baba. Adui zangu wanione zaidi kuwashinda, waone niko zaidi kuwashinda. Wanaonipangia mabaya waone tofauti katika jina la Yesu. Akasema hawa watu ni wengi kutushinda sisi. Natangaza mwaka huu yeyote aliyenena mbaya juu yako hata kushinda kwa jina la Yesu, hata kushinda kwa jina la Yesu. Yeyote aliye na mpango mbaya juu yako hata kushinda kwa jina la Yesu, hata kuweza katika jina la Yesu. Na pia nasimama kutangaza vile walikuwa wanafikiria, na tangaza
vile alifikiria wao ndio wengi kushinda wana wa Israeli, alipata ya kwamba wao ndio wachache kushinda wana wa Israeli. Natangaza wazidi wote walio kinyume na wewe, wazidi kwa kila jambo katika jina la Yesu. Natangaza prophetically uwazidi wowote walio kinyume na wewe, wazidi katika kila jambo. Natangaza uwazidi kibiashara, uwazidi walio kinyume na wewe kibiashara. Natangaza uwazidi kiwateja, natangaza uwazidi kimali, natangaza uwazidi kwa kila jambo, natangaza uwazidi, natangaza uwazidi, natangaza uwazidi, natangaza uwazidi katika. Wakasema haya basi, njoni tuwatende kiakili, wasije wakaongezeka. Sasa swali unapaswa kujiuliza, ni mbinu gani inayotumia kukurudisha nyuma? Hilo ndilo swali unapaswa kujiuliza. Kwa biashara yangu ni mbinu gani wanatumia ili biashara yangu isifanye nini? Na kwa sababu wamesema haya basi njoni tuwatende kiakili, ni kumaanisha kwamba wanatumia mbinu ambayo si rahisi kujua. Na maanisha mbinu zinazotumika si rahisi kugundua ni adui anatumia hii mbinu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakuomba mwaka huu katika jina la Yesu, Mungu akufungue macho, uelewe mbinu zote za siri zinazotumika kukupiga wewe. Yes. Maana mbinu za siri zinapotumika kukupiga, hautajua unapigwa, utakuja kugundua unaenda chini. Lakini unatafuta ni nini ili kurudisha chini, unakosa. Kila mara kitendo kikitendeka kwa maisha yako na ukose kujua vile ilikuwa inatendwa, ujipate imetendeka, ujue ni mbinu ya siri ilitumika kukupiga. Na wakati mbinu ya siri ilitumika kukupiga, inakuwaga vigumu. Ni kana kwamba waizi waingie kwa boma, waibe na waende. Utaona waizi, ukiamka asubuhi nini utapata? Utapata vitu imeibiwa. Lakini utajiuliza waliingilia? Swali la kwanza unakimbia kuuliza waliingiaje? Hiyo ndio huwa mnakimbia, sio? Walipitia mbinu gani? Waliingiaje? Pia vizuri na wewe mwaka ujiulize kila mara, ni mbinu gani inatumika kunirudisha nyuma? Na ni vizuri pia ukiomba, piga mbinu zote za siri zinazotumika kunipiga. Haleluya. Tuko na mapolisi wengine wanaitwa undercover police. We have them, Hawa watu utawahi waona na nini? Na uniform. Hawa watu siku zote ni raia. Hawa ni undercover. Bwana asifiwe sana. Wanachukua informations, wanajua mambo mengi, and at the end of the day wanakushika. Then unajibaki ukiuliza, na walijuaje mimi niko na hiki kitu? Walijuaje? Bwana asifiwe. Tunapaswa kuelewa pia ufalme wa giza uko na mbinu ambayo inatumia kukufikia na kujua pasipo wewe kujua, ambao ni mbinu ya hali ya juu ya siri. Bwana asifiwe. Nataka tuinuke tuombe ombi hii. Tunapomalizia tutaendelea kesho. Nataka tuombe kinyume na hiyo roho ya kuinuka. Anza kutangaza roho yote imeinuka kunileta chini, kunizuilia nisiongezeke mwaka huu. Kenye kinatusababisha tunabaki pale pale ni kwa sababu hatuongezeki. Kenye kinasababisha tunakuwa vile ni kwa sababu hatuongezeki. Kenye kinasababisha biashara yangu sikui na savings ni kwa sababu haiongezeki. Kenye kinasababisha biashara yangu isinilipie kanyumba kazuri ni kwa sababu haiongezeki. Hiyo biashara yako ikiongezeka utaona matofauti. Hiyo biashara yako ikiongezeka, ikifanya nini? Ikiongezeka itakutoa kwa hiyo nyumba unakaa, itakubadilishia vile unavaa, itabadilisha paka shule ambao unapeleka watoto wako. Ikifanya nini? Ikiongezeka, utapaka kuwa na savings. Unaweza sasa ukasave pesa ikiwa hiyo biashara itaongezeka. Sasa kwa maisha yako, kwa nini shetani anadili na biashara yako sana isiongezeke? Maana anajua nikizuilia biashara yako isiongezeke, nimefunika kuzuilia vitu mingi sana, hautaongezeka. Maana hiyo biashara wateja wakiongezeka, sikiliza, hiyo biashara wateja wakiongezeka, faida imefanya nini? Imeongezeka. Biashara imekuwa ama haikui?
Si ni wateja wanafanya hiyo vitu. So shetani yuko kuhakikisha hizi roho zinainuka kuhakikisha wateja hawataongezeka. Because wakiongezeka ujipate sasa kwa siku unafanya faida ya shilingi 5,000. Utaendelea kukaa kwa hiyo nyumba? Utaendelea kukaa kwa hiyo nyumba? Faida ya 5,000. Si utajipata sasa kuna pesa una save kwa nyumba, una save kwa bank. Si utapeleka watoto wako hata kashule kazuri sasa? Si utabadilisha mavazi ya watoto wako sasa? Bwana asifiwe. Si utabadilisha mavazi ya watoto wako? Sasa angalia mahali shetani anapigana na wewe tu ni usiongezeke kiwateja. Simama juu kwa miguu yako, tupigane na hii roho ya kuinuka, roho ya kutokezea, roho ya kukuja. Simama juu kwa miguu yako, weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamejaa, walikuwa wengi katika ile nchi. Ninatangaza kwa jina la Yesu roho ya wingi, natangaza roho ya wingi, natangaza roho ya kuongezeka katika jina la Yesu, kibiashara, kimaisha, kiafya, kiamani, kimaendeleo, kikazi, kimaombi, kineno, kihuduma. Natangaza kuongezeka katika jina la Yesu. Maandiko yanasema akatokezea, akainuka, akaja mfalme asiyemjua Yusufu, akaambia watu wake, angalia wana wa Israeli ni wengi kuliko sisi. Natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba yeyote aliye kinyume na mimi anione nikiwa zaidi kumshinda maadui zangu, wanione zaidi nikiwa zaidi kuwashinda kwa jina la Yesu. Akasema haya basi tuatende kiakili, wasije wakaongezeka. Kila roho ya kuinuka, roho ya kutokezea, roho ya kukucha ili kunitenda kiakili nisiongezeke, huduma isiongezeke, maisha yangu isiongezeke, kifaida nisiongezeke, ninainuka kinyume nayo, kwa maana aliye ndani mwangu yeye ni mkuu kushinda aliye kinyume nami. Katika jina la Yesu ninapigana na roho ya kutokezea, roho ya kukucha, roho ya kuinuka kunisewezesha kupigana nami nisiongezeke. Napigana nanyi asubuhi ya leo, napigana nanyi asubuhi ya leo, napigana nanyi asubuhi ya leo. Mwaka huu naongezeka. Weka mikono yako pamoja, anza kuomba katika jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja, tangaza kwa jina la Yesu. Angusha kila roho ambayo imeinuliwa kupigana na biashara yako isiongezeke. Angusha kila roho ambayo imetokezea ili biashara yako isiongezeke. Angusha kila roho ambayo imekuja kuhakikisha maisha yako isiongezeke. Mwaka huu tumekataa, hatutabaki vile vile. Mwaka huu nakataa, sitanyamaza, sitatulia. Mwaka huu nakataa kubaki vile vile, nakataa kuzunguka pale pale. Kila roho ya kuinuliwa kinyume na huduma hii, kila roho ya kukucha kinyume na huduma hii, kila roho ya kutokezea kinyume na huduma hii, ili huduma hii isiongezeke, isiongezeke, isiongezeke. Ninaachilia moto, ninaachilia fanya, ninaachilia fanya, ninaachilia moto. Pambana kila moja, pambana kila moja. Ninaangusha, 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 ninaangusha kila roho ya kuinuliwa kupigana huduma hii isiongezeke. Napigana na wewe, napigana na wewe, na kuangusha, 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 na kuangusha kila roho ya kutokezea
kuhakikisha huduma hii haiongezeki. Napigana nayo, 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 napigana nayo. Katala baba sanda, katala baba sanda, katala baba sanda, katala baba sanda. Maandiko imesema ya kwamba nitawazidisha, hamtakuwa wachache. Natangaza kwa jina la Yesu, mwaka huu Bwana unatuzidisha, 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 unatuzidisha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Natangaza kushinda, natangaza kushinda hizo roho. Naangusha kwa jina la Yesu. Riprosanda rabazia bakanto rabazora bakosheketele bebebebeberia zikatata rababababa shala babababa zanda rababababa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba uimidiwe, Baba upewe sifa. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na watu wa Mungu waseme amen. Na watu wa Mungu waseme amen. Amen. Basi tumeweza kufika tamati ya mkutano wetu wa maombi. Siku ya leo ninapokuachilia, nimesema wiki hii tunadili na hizo roho tatu. Hakuna kitu kingine. Naomba ukaombe pamoja na hiyo. Na sasa upigane nayo, roho ya kuhakikisha jamii yako isiongezeke kiamani, kiushindi na katika mambo mengi. Enda tu hata ukiwa kwa nyumba yako, pigana na roho inayoinuka kuhakikisha hii boma isikuwe na amani. Pigana na roho inayoinuka kuhakikisha hii boma ikuwe na magonjwa. Pigana na hiyo roho ya kuinuka, ya kutokezea na ya kukuja. Zimekuja kuhakikisha hautaongezeka. Hauwezi kuwa mgonjwa na uongezeke. Ni kweli? Hauwezi kosa amani na uongezeke. Halo, njia moja ya kusababisha familia isiendelee, mbegu tu ya ukosefu wa amani. Hapo hakuna kitu itafanyika. Njia nyingine ni achilia magonjwa. Hakuna kitu watafanya, niyo watadili nayo. So tafadhali endeni muombe maisha yenu. Endeni muombe jamii zenu. Enda muombe hiyo kazi yako. Anza kutangaza roho ambayo iko kuhakikisha wateja hawaongezeki kwa hii biashara. Ninaiangusha kwa jina la Yesu. Ninaishinda kwa jina la Yesu. Mpendwa, na kuhakikishia tu wateja wakiongezeka, maisha imebadilika. Hakuna kitu kingine. Ni wateja peke yake, hakuna kitu kingine. Ni wateja tu waongezeke. Pesa imeongezeka, faida imeongezeka. Kukua kwa kazi yako ni wingi wa wateja. Wingi wa nini? Uchache wa wateja imaanishi kazi imekuwa, hapana. Kukua kwa kazi yako ni wingi wa wateja. Endeni tuombee jamii zetu, tuombee kanisa zetu, tuombe kabisa roho ambazo zinapambana. Tubaki pale pale, tuweze kuishinda kwa jina la Yesu. Na pia nitakutuma hiyo Exodus chapter 1. Enda usome, usikie. Enda verse 8, enda usome usikie vile walifanya. Umesikia? Enda usome usikie vile walifanya kuhakikisha haitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akubariki sana. Tumebarikiwa kuwa na wewe. Tukutane na wewe tena kesho masaa kama haya. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako tukamilishe ibada zetu za siku ya leo. Vyema pia ukipata nafasi unaweza